na ninataka tuelewe vizuri. Kuna wakati ulifika, wakati season ilikuwa ya Pius Mwiru. Season ya Pius Mwiru wakati alikuwa na ubiri akisema kuna nuru gizani, watu wote tulikuwa tunashika redio. Wakati ukifika anasema shika redio ni kuombe, watu wote tunaguza redio. Lakini season yake ikaisha, kukatokea wahubiri wengine. Ng'ang'a akatokea, akule kuchini mwingine akatokea. Mungu akatuinua na sisi hapa, na Bwana bado anatengeneza wengine. Ni lazima ujue kutumia season yako. Wakati season yako ya kushine ikifika, wacha kusema ni mwingine anastahili. Bwana anayejua ni season yako ukuinua. Ninakuombea mwaka huu, wacha Bwana akuinue ili ung'ae katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea mwaka huu, wacha ukuwe ni mwaka wa majira yako ya mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba wana wa Isaka walijua ya kwamba wakati umefika. Ni wakati wa kuamuka na wa kulala, ni wakati wa kwenda kesha na kukataa, ni wakati wa kuanzisha biashara hapa mahali. Wana wa Isaka walikuwa na ufahamu. Ninakuombea upate ufahamu wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Upate ufahamu kwa kazi ya mikono yako, upate ufahamu kwenye biashara yako, ili Jehova akuinue kwa kiwango kingine. Bwana asifiwe sana. Wana wa Isaka walijua, wakapata ufahamu, wakasema hatalala. Wakati wa mapambano tutapambana, season ya vita tutapigana. Pale kwa advice wana wa Israeli ya kwamba wakati umefika. Ninataka nikutangazie leo nikiwa nimefunga macho yangu ya kwamba wacha Bwana akuinue ili uone season yako, ya kwamba wacha Bwana akuinue uone season yako, wacha Bwana akuinue uone season yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanalia leo ni kwa sababu season yao ilipita, lakini wacha nikwambie siku ya leo tunaye Bwana wa neema. Haijalishi miaka yako ilipita, haijalishi season yako ilipita. Wenda haukuwa umeelewa, lakini vile ambavyo umeelewa, wacha kile kilikuwa chako Bwana kurejeshe kwa maisha yako. Wacha kile kilikuwa kimeibiwa kwa sababu haukuelewa, Bwana kurejeshe kwa maisha yako katika jina